Safu ya milima ya Usambara sasa ipo kwenye mikono salama. Baada ya juhudi kubwa zilizofanywa na mashirika ya Dan Mission na Tanzania Forest Conservation Group, yani TFCG, uoto wa asili umeanza kurejea kwa kasi. Janga la ukame limepungua kwa kiwango kikubwa na jamii zimepata elimu muhimu kuhusu hifadhi wa mazingira ambayo imepokelewa kwa mwitikio mkubwa. Kwa upande wa viongozi wa dini pamoja na wenye viti na makatibu wa vijiji vilivyopo ndani ya mpango huo wa Dan Mission na TFCG, wamesema elimu walioipata imekuwa msaada mkubwa kwao na imewasaidia kubadili mtazamo wao kuhusu matumizi sahihi ya rasilimali za misitu. Kiujumla, mimi kama mwenyekiti tunawashukuru sana TFCG ya Dan Mission. Tunawashukuru sana maeneo makubwa sana. Kwa sababu wakati wanakuja kwenye msitu wa Bagamoyo ulikuwa ni uharibifu mkubwa sana. Maeneo makubwa ndani, ukikuta mle ndani kama shamba la bibi. Lakini baada ya kipindi walipoingia Dan Mission kipitia kwenye upande wa TFCG, wakafundisha watu halmashauri ndani, watu wakapewa elimu. Na isitoshe kupewa elimu ile, kamati ya maliasili ikafundishwa na kufundishwa, ikaelekezwa jinsi itakavyofanya kazi. Kweli kila mtu amesimama katika mstari wake. Ikaja kwenye halmashauri ndani, ilikuwa watu hawajitambui, yaani mtu kama halmashauri tu kwamba kwa mimi ni mjumbe. Lakini baada ya kufika kwenye mradi huu, mabadiliko makubwa yapo. Kwanza wewe mwenyekiti unajitambua kwamba mimi ni mwenyekiti, ninayo haki ya kusoma mapato na matumizi kwa wakati. Kwa sababu sisi wa mashindani tulikuwa TFCG tumeiona ni mbaya. Lakini jinsi udada Beti alivyokuja, alituingiza kiujanja. Lakini tukaona ni mjanja, kumbe atakuwa ni mwenzetu. Wakusema hivyo na maana moja, kwa sababu walikuja wengi. Walikuja huyu Simon kipindi cha kwanza. Wa mashindani tukamfukuza. Tukakataa kabisa hatutaki. Akaja Lugaza, tukamkubali naye alipoondoka, tukashika nini? Mambo yetu vile vile. Lakini huyu dada alipokuja, sasa hivi mashindani tuliona kama mashindani sasa imeboreka. Kwa sababu mashindani uliokuwa unaijua sasa hivi ukiiona, wewe mwenyewe utaona kwamba kweli hii ni mashindani. Na watu wanaheshimu mipaka. Na kama juzi hapo tulishaweka beacon kwenye mashamba yao kwa kuongozana nao. Nafikiri alikuwa anaongea hapo kwamba tumeenda na halmashauri na nini, waweka beacon. Na sasa hivi watu zile wanazifanya nini? Wanaziheshimu. Sasa hili shirika likiondoka na sisi serikali za vijiji tuwe imara ili wale watu tusije tukawaachia tena. Asante ndugu, mimi kwa majina naitwa Rajab Bugao, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Mashindeni. Kwanza mimi niwashukuru wenzetu hao wa TFCG pamoja na Dan Mission. Ni watu ambao wametusaidia sana sisi katika swala kubwa la kuhifadhi misitu. Imani wao wametupa elimu waliotupa imetusaidia na kuweza kuitoa elimu kwa wananchi wetu, na wananchi wametuelewa kwamba uhifadhi faida yake ni nini na kuto kuhifadhi hasara yake ni nini. Kwa hiyo wananchi wameelewa, na mpaka sasa hivi kila mwananchi ameshaelewa kwamba swala la uhifadhi lina faida yake. Tunawashukuru kwa sababu tayari tumeunda mpaka vikundi pale vinatusaidia na watu wametuelewa. Na kingine, kamati yetu ya maliasili tunasimama nayo pamoja katika kushirikiana kuendelea kuhifadhi msitu. Naitwa Obedi Mzini Revocatus, ni afisa mtendaji kijiji cha Bagamoyo. Nizungumzie swala la ujio wa shirika la Dan Mission katika nchi yetu ya Tanzania. Kwanza kabisa naishukuru serikali ya Tanzania kwa kuwapokea shirika la Dan Mission kuja katika nchi yetu ya Tanzania, hususan katika wilaya yetu ya Korogwe na kata ya Vugili na hasa katika kijiji changu cha Bagamoyo. Nimepokea mafunzo mengi yanayohusiana na masuala mbalimbali. Mfano, mafunzo niliyoyapokea yamejikita katika maeneo manne.
Eneo la kwanza ni eneo la kiuchumi, eneo la pili eneo la kijamii, eneo la tatu eneo la kimazingira, lakini eneo la nne ni eneo la kiuongozi. Katika eneo la kiuchumi wa jamii yangu imepokea mafunzo mengi kuhusiana na kilimo biashara ambacho kitamwezesha mwananchi aweze kuinua kiwango chake cha kipato kutokana na kilimo hifadhi cha mazao ya biashara kama vile mikarafuu, midalasini, pilipili manga na kilimo cha bustani. Naitwa Msafiri Julius Mtambra, mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Bugiri. Kwanza niseme tu kwamba nimefurahishwa sana na semina ya leo, hasa kutokana na wafadhili wetu Dan Mission na TFCG, kiasi kwamba wao wametuwezesha sisi kuja kwenye semina hii na kutukumbushia mambo mbalimbali. Wale wametuwezesha kwenye semina mbalimbali kwa muda mrefu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo wametenda vijijini huko, na leo hii tena tumekuja hapa kukumbushia mambo hayo. Kwa hiyo tumefarijika sana. Tunaomba Dan Mission na TFCG waendelee kutusaidia ili kwamba elimu ziweze kufika mbali zaidi, kwamba yale ambayo wamekwenda kutuelekeza basi yawe endelevu kwa maeneo mengine. Nashukuru sana. Kwanza ilianza kutupa elimu ya kutumia mpaka mbolea za asili, kuacha za dukani. Ikafikia tukaletewa mtaalamu, mpaka sasa hivi hata mimi mwenyewe ni uwezo wa kuchanganya majani baadhi ya kadhalika na kadhalika mlini nikatengeneza mbolea. Cha kwanza, na hii nayo inaenda mpaka ndani ya waumini wangu msikitini. Cha pili vile vile nitashukuru kwamba hawa watu wametusogeza mbali zaidi, ni kule kuona sisi tunafundisha uwepo wa uumbaji wa Mungu, lakini nao wakauleta kwa njia hii. Ilinufaisha mpaka hata yeye siku moja dada nilimshuhudia, nikamwambia dada, kwa hili hata Mungu atakuja arejeshe hata vile vilivyopotea, yeye mwenyewe kwa makusudi atarejesha. Sababu wakati mwingine ni uwezo hatuna wa kuweza kufanya jambo kama hilo, lakini leo wakalileta, wakatuunganisha, tukawa tunalifanya na tunalitoa kwenye nyumba za ibada, linaonekana na linaonekana kwa vitendo. Hata kwenye misikiti ya sasa utakuta pana mkarafuu hapo nje, ni elimu yao. Siku za nyuma ilikuwa sina, lakini sasa hivi ukija na kuambia mheshimiwa, kuna miti 1, 2, 3 hiyo kwenye eneo langu la msikiti, kuonyesha elimu nimeipokea. Tulipofika kwenye kiti, mimi ningeomba Mungu abariki wasiwe nao kwa sasa, waendelee kufikiria namna ambavyo wanaweza wakaendelea kutulea, kwa sababu pamoja na mpango ulivyofika kwenye vijiji vinne, yale maelezo tunayoyapata kwa wenyeviti mwenyekiti ni dalili kwamba kuna vijiji vinne vimeimarika uchumi kwa mpango waliotuletea ndugu zetu wa Denmark. Kwa hiyo mimi nadhani mahusiano ya serikali ya Tanzania na Denmark bado yapo. Tuendelee kuomba, bado tunahitaji angalau nguvu zao katika kufikisha zaidi hapa ambapo leo mwenyekiti tumefika. Mwenyekiti, mimi niseme tu, na mimi ni shuhuda wa mafanikio haya. Kwa bahati nzuri nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya uchumi, ujenzi na mazingira. Kwa hiyo tunapozungumzia vijiji vinne kufanikiwa kwenye uchumi, yani hakuna namna ya kuitoa kamati ambayo nilikuwa nikiongoza. Kwa hiyo nikupongeze sana mwenyekiti, kwa sababu wewe ndio umenifanya nikawa mwenyekiti wa hiyo kamati. Kwa kipindi cha hiyo miaka karibu 14 nimeihudumia hiyo kamati. Mafanikio ya mwenyekiti mimi niseme ni makubwa. Leo kama tulikuwa tunaimba tunafikiriaje zao la chai kama zao la ukombozi wa uchumi kwa watu wa milima, kata ya Bugiri na kata ya kule Lewa. Maana yake kimeongezeka kitu ambacho hicho chai, tunatamani watu wa chai iwepo na huduma ya chai endelee kuwepo. Lakini wenzetu wale wana matumaini ukiacha habari ya zao la chai. Kwa maana yake katika milima hiyo tarafa ile ya Bungu, kuna watu mpaka leo wataendelea kuishi kwa matumaini makubwa, kwa sababu wamepata mbadala wa nini? Wa chai. Kwa hiyo uchumi wao bado utakuwa unaendelea kuimarika, mambo yatakuwa yanaendelea kuwa mazuri. Katika kuhakikisha malengo yanatimia, Dan Mission na TFCG wamefanikiwa kuwafikia wananchi waishio maeneo ya safu za milima ya Usambara Magharibi, hususan katika vijiji vinne ikiwemo vijiji vya Mashindei, Vugiri na Bagamoyo, ambako wamepewa elimu ya matumizi bora ya misitu na kusaidiwa kutengeneza sheria ndogo za kulinda hifadhi hizo. Akizungumza kuhusu mafanikio hayo, Sinyi Atim Almadi, mkurugenzi kanda ya Afrika Mashariki wa Dan Mission, alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya jamii na mashirika hayo katika kulinda na kuhifadhi mazingira. We have worked in Tanzania for about 80 years. We work in partnerships
We work very closely with the Evangelical Lutheran Church of Tanzania. We work very closely with other civil society organizations, with government partners, research institutions, etc. We have worked here with two overall aims. One is around peace and democracy, and the other one is around nature and climate. We focus on supporting peace, justice, and sustainable livelihoods. This project that we are here today celebrating, Forest Rights and Livelihoods Project for Lives, is a project that has been implemented in Korogwe. We have implemented it, we have supported the Tanzanian organization called TFCG in their implementation of the project. That's a strong partner of ours, and the project has been implemented in 4 villages in Korogwe. The very key part of this project is the fact that it combines protecting our natural resources with supporting the people who are dependent on our natural resources, supporting them have sustainable livelihoods. Those two things go hand in hand. And why did we choose this particular project in this area? Because here, West Usambara Mountains, you have forests that are really ecological hotspots. So the way that these forests are being maintained and are being protected has implications both for us locally, but also on a much wider scale. So it is an ecological hotspot that needs to be protected. In doing this, the project has been implemented for the last couple of years, and in implementing it, there's been a very close collaboration with local government, and we were just hearing right now the support from the political leadership of Korogwe district, as well as from the district executive director, and also all the councillors going all the way down, with strong support to the project. It's also been implemented in close collaboration with the village members, the women and men in these 4 villages, because they own the project. This is about them realizing that they live very near, very close to forests which are of high value and which need protection, and they're the ones who do the protection. So the villagers are the ones who have implemented it and the ones who are in the lead. Our work as Dan Mission is to be complementary. It's to support all the efforts that are here locally by all the different stakeholders. Now, the project is coming to an end. We are here today to celebrate the results, and the results are already emerging. There is a reduce of the loss of biodiversity. I was in Bagamoyo village on Saturday, just the other day, and I could hear some of them telling me that they are beginning to hear voices, sounds of animals, small animals, from inside the forests, which they had not heard for some years. They are also seeing new plants, etc., being regenerated. So biodiversity loss is being reversed, and that is really important. So that's one key result that we have. We also have members from the religious leaders to the communities to the government officials who have their capacities built and their awareness raised. So these are the things that will live on beyond this project. The capacities that we have built, the results that are emerging that the villagers can continue protecting. The question is, how do we then sustain these results that are being visible here in Korogwe? And that's a very good question, and we've asked the question today. In Dan Mission, nature and climate is central to our strategy. It's key in our strategy. We will continue working on nature and climate. We will, to some extent, continue supporting also the work that TFCG is doing, also here, but we will need the collaboration of everyone. We will need the partnership of the district in terms of supporting the project, supporting the community, because this was just 4 villages.
And in Korogwe we have 118 villages. So there's not something that one organization can do alone. It's a partnership with all the different stakeholders. We are willing to continue walking this journey. The question is what we are able to do and what others also are able to do. That's something that we will be talking about in the next coming couple of months. Whether it's going to be here or it has to be somewhere else. Ili kuhakikisha elimu hiyo inafika kwa urahisi na inatumiwa ipasavyo, njia mbadala zimetumika, ikiwa ni pamoja na kuundwa kwa vikundi mbalimbali vya kijamii vinavyowawezesha wananchi kujikimu kiuchumi kupitia kilimo cha mazao rafiki kwa hifadhi na kilimo cha mboga mboga. Akizungumza kuhusu mafanikio hayo, mkurugenzi mtendaji wa TFCG Tanzania Bwana Charles Meshak pamoja na meneja wa mradi Bi Betty Mluge wamesema juhudi hizi ni sehemu ya mafanikio ya shirika hilo ambalo sasa limetimiza miaka 40 tangu kuanzishwa kwake. Kwa jina naitwa Charles Meshak, ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la kuhifadhi misitu ya asili Tanzania TFCG au Tanzania Forest Conservation Group. Tuna mradi ambao tunautekeleza katika wilaya ya Korogwe, katika milima ya Usambara Magharibi, na tunafanya kazi na vijiji 4 ambavyo vinapakana na misitu yenye bioanuwai kwa wingi. Lengo kubwa la huu mradi ni kuboresha hii misitu ya asili, lakini kuboresha kipato kwa wananchi ambao wanazunguka huu msitu. Kwa hivyo huu mradi umeangalia maeneo matatu. Eneo la kwanza ni kuimarisha hii misitu ya asili kwa kuhakikisha kwamba tunawasaidia wananchi katika kuandaa mipango ya matumizi bora ya misitu, lakini kutengeneza sheria ndogo ambazo zitawasaidia kuhakikisha kwamba wanasimamia hiyo misitu ya asili. Kwa hivyo mradi umefanya hiyo kazi. Kamati za maliasili zimeanzishwa, na hizi kamati za maliasili ndio zinatumika katika doria kuhakikisha kwamba zinafanya doria kuhakikisha hii misitu haiharibiki. La pili, huu mradi umeangalia kwamba vijiji vinavyozunguka hii misitu mara nyingi vina changamoto za kiuchumi, na kwa maana hiyo wamekuwa wakitegemea zaidi mazao ya misitu. Kwa hiyo huu mradi umekuja na njia nyingine mbadala. Mojawapo ya hizi njia mbadala ni shughuli za kuhakikisha kwamba ile ardhi ya kilimo inaendelezwa. Mojawapo umeanzishwa mashamba darasa ambapo wananchi wameunda vikundi mbalimbali ambapo wamekuwa wakijengewa uwezo wa jinsi ya kuhakikisha kwamba wanatumia kilimo hai ile ardhi isichoke, na wamefundishwa pia jinsi ya kutumia mazao mbalimbali kwa kipindi mbalimbali cha misimu. Kwa mfano kuna msimu wa mahindi, kuna msimu wa kulima mboga mboga, na kuna msimu wa kulima maharage. Kwa hiyo vyote wamefundishwa na wamejengewa uwezo. Na bahati nzuri sana hivi vikundi vimesajiliwa katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Kwa maana hiyo hata mradi ukikwisha wanaweza kupata fedha au rasilimali kutoka kwenye halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Kuna ile 10% na ile 30% ambayo imetengwa kwa ajili ya makundi maalum. Kwa hiyo huu mradi unaweka hiyo alama, na bahati nzuri pia huu mradi umehamasisha mazao ya kiuchumi, kwa mfano karafuu, iriki. Kwa hiyo haya mazao ni mazao ya kudumu ambayo yatawaletea wananchi kipato kwa muda mrefu. Pia parachichi imeongezwa kwenye hiyo swala. Kwa hiyo yote haya ni kuhakikisha kwamba wananchi wanaozunguka hii misitu wanapata kipato nje ya misitu. Na lakini mipango pia ipo ya kuhakikisha kwamba wanaingia kwenye ufugaji wa nyuki. Na achilia mbali na hiyo, wananchi wamehamasishwa kupanda miti ya asili na miti ya kigeni.
na lengo kubwa ni kupunguza utegemezi kwenye masuala mazima ya mazao yanayotokana na misitu, kwa mfano mbao, na hizi mbao wanaweza kutumika kuwezekea kwenye nyumba zao, lakini pia wanaweza wakapata kuni kutokana na hii miti ambayo watakuwa wanaipanda. Kwa hiyo hili swala ni swala la muda mrefu, lakini la msingi pia vipato ambavyo watakuwa wanavipata kutokana na yale mazao yanayotokana na kilimo, kwa mfano hiyo karafuu, parachichi, hizo pilipili manga, watapata kipato ambacho wanaweza wakawa wananunua nishati safi, kwa mfano hizo LPG wanaweza kununua kupikia hizo nishati safi na kuweza kupunguza matumizi ya kuni. Na la tatu ambalo ni la msingi zaidi katika kuhakikisha kwamba elimu inafikia jamii, tumeangalia zaidi kuwahusisha viongozi wa dini, madhehebu mbalimbali ya Kikristo pamoja na wenzetu Waislamu. Wamejengewa uwezo kwa jinsi wanaweza wakawafundisha waumini masuala mazima ya utunzaji wa mazingira, kwamba Mungu aliumba mazingira ili mazingira yaweze kumsaidia binadamu. Kwa maana hiyo, hii elimu imewekwa kwa hawa viongozi, na hawa viongozi wamekuwa wakishirikiana sio katika kwenye masuala ya mazingira, lakini hata katika masuala ya jamii. Kwa hiyo utakuta shehe anakaa na padri au padri anakaa na shehe, wanabadilishana mawazo. Na kingine ambacho nimejifunza ni kwamba, kwa mfano, wenzetu Waislamu wanatumia nile vipaza sauti. Kwa hiyo wanapopaza vile sauti, wanapofundisha masuala ya mazingira kwa kupitia kile kipaza sauti, inawafikia wananchi wengi zaidi. Ni swala ambalo tumetarajia, tumejifunza, tumeona kwamba kwa kutumia kile kipaza sauti sio kwamba tu unawalenga wale waumini wa Kiislamu, lakini pia unawalenga waumini wa Kristo, lakini na wasio waumini moja kwa moja, kwamba swala la mazingira ni muhimu. Kwa hiyo hayo ndio mambo matatu ambayo lakini aidha ambalo naweza nikasema la msingi kubwa ambalo kwa mwaka huu wa 2025 ni shirika la TFCG linafikisha miaka 40. Na miaka 40 sio michache, ni miongo minne, na tunachoweza kujivunia kikubwa sana, nasema kwamba shirika la TFCG limeokoa misitu mingi sana ambayo iko kwenye ardhi ya jamii. Zaidi ya square kilomita au zaidi ya kilomita za mraba 2000 zimeweza kuokolewa tokea TFCG imeanza kushirikiana na jamii. Na hii misitu imekuwa ni ikiunganisha ile misitu ambayo imehifadhiwa na serikali, yani zile corridor. Kwa hiyo hii misitu ina malengo mbalimbali. Mingine inahifadhi vyanzo vya maji, nyingine inatumika kama corridor za wanyama kupita, nyingine inatumika katika kuzalisha mazao ya endelevu ya misitu kama mkaa, kama mbao, mingine inatumika katika kufugia nyuki kwa ajili ya uzalishaji wa asali. Na kwa maana hiyo wananchi wameshiriki katika moja kwa moja kumiliki hii misitu, na hii misitu imeweza kutambuliwa katika ngazi za serikali, ngazi za kijiji, ngazi za halmashauri za wilaya, pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia idara ya misitu na nyuki. Naitwa Betty Muruge, ni mfanyakazi wa shirika la kuhifadhi misitu ya asili Tanzania. Mimi ni meneja mradi wa mradi unaitwa For Lives. For Lives ni Forest Rights and Livelihoods Project. Ni mradi unaoshughulisha na uhifadhi wa misitu, haki na maisha bora kwa jamii. Mradi huu unatekelezwa katika vijiji 4 vilivyopo kata 2, kata ya Lewa, kijiji kimoja cha Mashindei, na kata ya Vugiri kuna vijiji 3, Old Mbanguru, Bagamoyo na kijiji cha Vugiri. Vijiji vyote hivi viko wilaya hii ya Korogwe. Mradi unahusika na kuhakikisha kwamba jamii inayoishi kando mwa milima ya West Usambara inasimamia kwa njia endelevu misitu yao, lakini wananufaika na kupitia unufaikaji kisha wanaboresha maisha yao na kuendelea kusimamia
rasilimali zao za ardhi na misitu kwa njia endelevu. Kwa hiyo mradi huu una matokeo matatu. Tokeo la kwanza ndio kama hivyo unahusiana na namna ambavyo jamii hii inajengewa uwezo na kusimamia misitu, lakini na kunufaika nayo na kuweka mikakati mbalimbali ya kuhakikisha misitu hii inaendelea kuwepo na kuimarika. Na tokeo la pili ni tokeo linalohusiana na kujenga uwezo kwa jamii ambayo itapunguza namna ambayo jamii inasimamia ardhi yao, na hii mara nyingi inapitia kupitia practices za kilimo hifadhi, kilimo bora. Kwa hiyo hapa wanajengewa uwezo wa kutumia mbinu bora zitakazosaidia kuboresha ardhi, kulinda ardhi, kuongeza mazao ya kilimo na kujishughulisha na mwisho wa siku waboreshe maisha yao. Na outcome ya tatu au tokeo la tatu inahusika na kujenga uwezo wa viongozi wa dini ambao wanasimamia kwa pamoja ardhi hizi na kuongeza uwakili kwenye usimamizi wa misitu. Mradi huu unafadhiliwa na shirika la Dan Mission. Dan Mission ni shirika la Kidanish ambalo ni shirika la kidini ambalo linajaribu kuona namna gani wanadamu na uumbaji, wanadamu na mazingira tunaishi kwa amani, tunaishi kwa amani zaidi, na tunaitendea haki au uumbaji, tunautendea haki na uumbaji tuliopewa na Mungu kwa njia bora zaidi. Na kama nilivyosema, tunatekelezwa na TFCG, shirika la kuhifadhi misitu ya asili Tanzania, lakini kwa kushirikiana kwa karibu sana na halmashauri ya wilaya ya Korogwe na idara zake zote mbili, pamoja na wananchi wanaoishi hivi vijiji vinne, na hii taasisi au wakala wa huduma za misitu Tanzania, ofisi ya Korogwe. Ni mradi wa miaka mitatu. Mwaka huu tunafikia mwisho by Desemba. Ulianza mwaka 2023, mwaka huu 2025 unafika mwisho. Kwa hiyo matokeo yamekuwa ni mengi. Matokeo ya mradi huu yamekuwa ni mengi kwa muda huu mfupi ambao tumetekeleza. Moja ambayo ni tokeo kubwa zaidi, wameweza kuhuisha mipango yao ya usimamizi wa misitu, na wameweza kufika hatua ya kusaini mipango ile na sheria ndogo kuzisaini katika ngazi ya wilaya, na sasa hivi imesharudishwa yote, inatekelezwa kama sheria kamili katika halmashauri ya wilaya ya Korogwe. Hilo ni jambo zuri kwa sababu linaimarisha ulinzi na uhifadhi wa misitu ile iliyoko chini ya wananchi katika ukanda huu au tao hili la mashariki. Na jambo lingine la pili, pia tumewajengea uwezo kwenye masuala mbalimbali. Wananchi wale, hasa kamati za mazingira ambazo zimeundwa, zimejengewa uwezo, lakini pia serikali za vijiji hivyo vyote vinne, viongozi wa dini katika vijiji vyote hivyo vinne, pamoja na wananchi na vikundi mbalimbali vya kilimo, wote wamejengewa uwezo kwenye masuala au nyanja nzima za utawala bora, masuala ya sera na sheria za misitu, sera na sheria za ardhi, pamoja na sera na sheria za kilimo. Lakini pia uwezo kwenye masuala ya uongozi na kujua majukumu yao. Wananchi wajue majukumu yao, serikali za vijiji zijue majukumu yao. Unajua serikali za vijiji ndio hizi ni serikali mpya, zimeingia madarakani juzi tu. Kwa hiyo wote wamepewa amsha ya mafunzo ili watambue kwamba majukumu waliopewa ni pamoja na kuhifadhi misitu. Kwa hiyo wamefundishwa majukumu yao kwenye nyanja za kuhifadhi misitu, nani anahusika na nini, nani anawajibika na nini, na utawala bora unakueje na nini, mambo yote ambayo yatasaidia kuongeza tija kwenye usimamizi wa misitu. Kwa hiyo zaidi ya kujenga uwezo, masuala ya fedha, masuala ya patrol kwa zile kamati za mazingira za maliasili,
na wamefundishwa masuala mengi sana ya jinsi na jinsia. Kwa hiyo yote haya yanachangia sana uwepo na usimamizi au uimarishaji wa misitu yetu katika Usambara Magharibi. Lakini jambo lingine ambalo limekuwa la mafanikio, vijiji vyote hivi vinne vimeweza kuunda vikundi. Kwa hiyo kuna wakulima kati ya 20 mpaka 25 wameunda vikundi vya kilimo. Vikundi hivi vya kilimo vimepewa mafunzo ya mabadiliko ya tabia nchi, vimepewa mafunzo kuhusu kilimo mbalimbali na kilimo hifadhi, mbinu mbalimbali na kutekeleza. Kwa hiyo hivi vikundi angalau vitatu kila kijiji vimefikia hatua ya kusajiliwa kuwa na katiba, vimesajiliwa katika mfumo wa serikali za mitaa, kwa hiyo zinatambulika na TAMISEMI. Alafu wameweza kwenda mbele zaidi, wamefungua akaunti zao benki, kwa hiyo wanakopesheka, wana shughuli zao zinaendelea. Hivi vikundi vya kilimo vinajishughulisha na kilimo cha mboga mboga, wengine kilimo vya mazao ya legumes, yani maharage, wengine wanajishughulisha na mazao ya mahindi, na wanatumia mbinu mbalimbali kwenye mashamba darasa ambayo walianzisha, mambo ambayo yanawapa sasa mwangaza mkubwa zaidi. Jamii kubwa na jamii na wenzao wanakuja kujifunza pale kwenye haya mashamba darasa ili waweze kwenda kueneza elimu hii katika maeneo yao. Kwa hiyo wakati tunaendelea hivi tunaona tunapata mambo mengi. Jambo lingine ambalo pia wamenufaika nalo ni upandaji wa miti. Wamepata wasaa wa kufundishwa kilimo cha viungo, miti ya viungo. Wamejifunza kuanzisha vitalu vya miti ya viungo kama karafuu, pilipili manga, mdalasini, iliki. Vyote hivyo wamefundishwa namna ya kusia mbegu zake, kulinda na kuitunza na kulima. Kwa hiyo sasa hizi wana miche mingi ya mikarafuu ambayo wameanza kupanda mashambani mwao. Tunategemea ndani ya miaka 2, 3, 4 Korogwe itakuwa imeanza kubadilika. Mimi naitwa Kalage Saliki Yusufu, ni diwani mstaafu wa kata ya Mgwashi na mwenyekiti mstaafu wa halmashauri ya wilaya Korogwe. Leo tunasherehekea miaka 40 ya TFCG. TFCG walikuja kwetu mwaka 1985 na leo ni mwaka 2025. It's almost 40 years. Tunasherehekea uwepo wao wa kutusaidia kuhifadhi wa mazingira, hifadhi wa misitu, vyanzo vya maji na kwenye halmashauri yetu. Lakini mimi bahati nzuri nishakuwa mjumbe wa bodi ya Eastern Yaka Mountains kwa miaka 9 mfululizo. Kwa hiyo nafahamu namna ya kuhifadhi mazingira, na bahati nzuri nishaipita kwenye hiyo course kwa muda wa miaka 2. Kwa na experience ya kutosha na exposure ya kutosha kwenye eneo hilo uhifadhi wa mazingira. Lakini tumepata wafadhili wetu TFCG, Dan Mission, na wafadhili wengine wa Denmark kwa ajili ya kusaidia miradi hii ya kuhifadhi misitu na uhifadhi wa mazingira. Vinginevyo sherehe hii inaambatana na maagizo ya Mheshimiwa Rais wetu. Nashukuru wenzetu wa Forlight kwa namna ambavyo wameendesha mradi, lakini feedback za mara kwa mara wanapotupa na ushirikiano ambao wameendelea kutoa kwenye ofisi ya mkurugenzi, kwa maana mimi na wenzangu wote ambao wanasaidia kazi na kufanikisha zoezi kwenda vizuri. Lakini na leo kutuonyesha tena siku ya leo, tunashukuru sana. Lakini kwa pekee ni washukuru kwa programu hii, imekuwa na manufaa kwetu, na ninyi wote mnajua kwamba serikali ndio yenye jukumu la kutunza mazingira na watu wake. Kazi zote hizi ni za serikali kwa mujibu wa sheria na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini tunafahamu kwamba serikali uwezo wake unategemea makusanyo kutoka kwa wananchi.
Sasa kwa nchi zetu hizi za dunia ya tatu, changamoto ni nyingi, hakuna eneo ambalo limekamilika. Kwa unajikuta matumizi ni makubwa kuliko uwezo unachokusanya. Matokeo yake kuna maeneo hufiki. Sasa kupitia mahusiano ambayo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikiyajenga kati ya nchi yetu na nchi nyingine, kwa tunakuwa tunapata fursa kama hizi za kupata mashirika ya kimataifa ambayo yanakuja kufanya intervention na kuziba magepu yale ambayo serikali inashindwa kufikia. Uwezo wa serikali kufikia 70% ya utoaji wa huduma, wenzetu wanakuja na kapa zile 30%. Lakini yote haya yanasababishwa na mahusiano mazuri kati ya nchi yetu na nchi washirika, kwa sababu huwezi kuwa na mahusiano na taasisi inayotoka Denmark kama Tanzania na nchi na serikali ya Denmark hazina mahusiano mazuri. Kwa mahusiano mazuri kati ya Denmark na Tanzania ndio inazalisha sasa mahusiano kati ya taasisi ambazo ziko ndani ya Denmark kuja kufanya kazi Tanzania. Kwa tuwashukuru wenzetu kwa mashirikiano mazuri ya miaka mingi kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Denmark. Lakini jambo jingine, kuletewa programs tu hizi ni jambo moja, lakini manufaa ya programu hizi ni jambo la pili, na ndio ambalo wenzetu wanaoleta fedha wangependa kuliona. Hizi fedha hadi wanaleta kwetu sio kwamba hazina kazi ya kufanya huko kwao, hasa ukizingatia hawa wenzetu hawa Danish Mission ni taasisi ya kidini, si mnafahamu ni faith-based organization. Kwa hizo fedha wangeweza kwenda kutarget magrupu mengine au kujenga makanisa zaidi au taasisi nyingine za kiimani zaidi, lakini wao wameamua kujikita kwenye maeneo kadhaa, likiwemo eneo la utunzaji wa mazingira, environmental conservation in terms of sustainable utilization of natural resources, I think so, na kuongeza uchumi wa wananchi kupitia mazingira wanayoishi. Kwa pamoja, jitihada hizi zimeleta matumaini mapya katika maeneo ya milima ya Usambara, yakionyesha kuwa pale elimu inapopewa nafasi na jamii kushirikishwa, mabadiliko chanya yanawezekana.